Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa naye Sheikh wetu, si mwingine bali ni Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akikujuza mengi na kuelezea mengi kuhusiana na masuala ya ndoa. Kwani anakuambia unapokuwa umebobea haswa miaka mingi ndani ya ndoa, basi wewe unakuwa ni gwiji wa kuweza kutupa mawaidha ya hapa na pale. Na inshallah, mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunataka kuangazia hatari za kauli mbaya baina ya wanandoa. Huenda kuna zile kauli huwa mnazisema na ni mbaya na zina athari. Tunataka kufahamu zitakuathiri vipi wewe kama mwanandoa nyumbani. Inshallah, tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala. Karibu tena Sheikh. Asante, tunashukuru. Ni furaha tena kuwa na wewe tukifaidika na masuala mengi ya ndoa, haswa labda kuna kijana pale anataka kuoa na anataka kufahamu mawili matatu kuhusiana na hii kadhia ya ndoa. Kwani ni safari ndefu sana. Ndio, bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Alhamdulillah, hata mimi nashukuru Alhamdulillah kuwa katika ukumbi huu. Nafikiria sote tunaelimishana na ni nafasi yetu pia kuweza kufikishiana ujumbe ili maisha yetu yawe mazuri. Ndiyo. Sababu haya ni maisha ambayo tunatarajia hapa duniani tuwe katika maisha yanayomridhisha Mwenyezi Mungu, ili kesho pia na sisi tuweze kulipwa katika malipo mema kutokana na matendo yetu ambayo tumeyafanya, kwa sababu maisha ya ndoa ni maisha yenye changamoto nyingi, ingawaje ni maisha ambayo ina raha nyingi pia, na ni maisha ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtazamaji, karibu tushirikiane pamoja ili tuweze kuelimishana katika nafasi hii ambayo tuko nayo inshallah. Asante, shukran. Naam, karibu sana Sheikh. Leo tungependa kufahamu athari za maneno mabaya au maneno machafu au maneno maovu kwa wanandoa wawili. Asante. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu anasema waqulu linnasi husna. Waambieni watu maneno mazuri. Ametuhimiza sote kwa jumla. Na ili mwanadamu aweze kuishi maisha mazuri, anafaa awe na ushirikiano mzuri na wenza wake. Na ili mume aweze kupata furaha ya ndoa yake, anafaa awe anaishi vizuri na mke wake. Na ili mke pia naye apate maisha mazuri ya ndoa, anafaa awe anazungumza vizuri na mume wake. Mara nyingi ndoa huyumba kutokana na maneno machafu, na ndoa nyingi ndio sababu. Na wanasema kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana, hakina mfupa, lakini madhara yake ni makubwa sana. Na mara nyingi hata Mtume alikuwa anawahimiza maswahaba, anawaambia ihfadhu lisanaka, chunga ulimi wako, chunga ulimi wako. Sahaba anataka kuhusiwa na Mtume anamwambia chunga ulimi wako. Na pia sisi wanandoa tuchunge ndimi zetu. Mke, chunga ulimi wako, na mume pia chunga ulimi wako. Kauli mbovu, unajua ndoa ni mapenzi, ndoa ni ushirikiano, na ndoa ni furaha. Kwa hivyo kila mmoja katika wanandoa anahitaji aweze kuitunza na awachilie taa ya mwangaza ya ndoa yao iendelee kuwaka, kwa sababu ndoa inafaa kuletea utulivu. Na asili ya ndoa ni furaha. Na hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ili mpate utulivu, na ndani yake kuna mahaba, mapenzi. Ndoa yenyewe inaletea mtu furaha na utulivu. Sasa ikiwa kutakuwa na kauli ambayo inamuudhi mwenzake au inamuudhi mume, mke anatoa kauli ambayo inamuudhi mume wake, ile ndoa haina
utulivu. Na ndio sababu tukawa ni wenye kuhimizwa katika dini kwamba ili tuweze kuhifadhi ndoa zetu ni maneno yawe mazuri. Kuna maneno ambayo tumependekezwa kuweza mke kumwambia mume wake I love you, nakupenda. Ambao yani, katika karne hii wakishaingia katika ndoa kuna vitu wanasahau. Kabisa. Yale mpaka unakuta mahaba yanapungua, mawadha yanapotea kwa sababu kuna yale mazoea yamejengeka. Kabisa. Sasa inafikia mahala hakuna ile kuongeza kitu kipya. Angalau unasema nimegoogle leo nimepata jina jipya, basi leo acha nimuite Ruhi. Ruhi. Lakini wengine wanauliza sasa hii miaka yote unaniita Ruhi. Kweli? Hiyo umepata wapi? Nani amekufunza? Lakini ndoa inakuwa na furaha wakati ambapo kila mmoja anamfurahisha mwenzake. Ndio. Mke wangu nakupenda. Mume wangu nakupenda. Wewe ndio mboni la macho yangu. Hata kama utaongeza uongo ndani. Nikikuona wewe ninafurahi, shida zangu zote zinaisha. Na kadhalika. Yaani ingawaje kama kuna chumvi ndani ndio, lakini sasa kidogo inapendeza, inatele nakshi. Nini. Na kidogo mwanamke unasema roho yake ni nyepesi sana. Ukimpamba na haya maneno mazuri ushamfikisha peponi. Kweli. Ni kweli. Kwa hivyo ndoa ile itakuwa na furaha na hata wewe unapokaa nyumbani utakuwa ni mwenye kuishi na furaha. Mwenye anajua tu mfalme wangu akiingia kwa ule mlango. Najua ataitwa majina yote ya hii dunia. Sasa naye mume anajua kabisa mimi kuna button nikifinya tu. Nitafanywa kila kitu kwa ile nyumba. Yaani hiyo nyumba nafikiria inakaa ni nyumba ambayo nafikiria kila mmoja aliko akitoka nje anatamani arudi kwa haraka sana. Ili angalau yasikie maneno matamu kutoka kwa mke wake na asikie maneno ya kufurahisha kutoka kwa mume wake. Na ndio unaona baadhi ya hayo nakuta kwa sababu kuna furaha katika ndoa na nini, hata mume ukiingia kwa nyumba makaribisho yenyewe yanakutia furaha. Na hata mke mwenyewe ukimuona mume wako ameingia, wewe mwenyewe unaanza unatabasamu. Lakini sasa kuna hatari. Hatari ambayo inapatikana wakati ambapo wanandoa wanaanza kutupiana maneno makali. Maneno ya ovyo, maneno ambayo hayafai. Au tunaweza kasema kwa njia nyingine ni maneno ambayo ya kumdhalilisha mwingine. Na hii inaweza changiwa na mambo mengi, lakini hebu tuache mambo yanayochangia hizi kauli ovyo kutokea. Lakini tuangalie hizi kauli zinakuwa vipi. Unajua unaweza kuwa una furaha na ndoa wewe mume. Lakini yale maneno ambayo unayapata kwa mke wako unajutia ile ndoa. Na wewe mke pia unaweza kuwa una furaha na ndoa, lakini yale maneno ambayo unayapata kwa mume wako kila wakati ukimtazama unatamani kulia. Kabisa. Na kuna zile kauli ambazo zinaudhi kweli, na hata zinafanya maisha yale ya ndoa yanakuwa ni maisha ya dhiki. Badala ya furaha watu wanaishi kana kwamba ni maadui. Ni nyumba moja. Hawasemeshani, wanakuwa hawaelewani, na wengine wanazungumza tu kwa ishara. Sababu yale maneno. Na hata kuna wengine akiingia na nyamaza kwa sababu nikisema neno tu itatokea 10 ambayo yataniudhi. Kabisa. Sasa ile nyumba inakuwa ni nyumba ambayo haina furaha. Na baadhi unakuta nazungumza hata wazi. Unakuta mume wakati mwingine anamwambia mke wake, sijui hata ni kwa nini, sijui nilikosa mke wa kuoa nikakuoa wewe. Najutia sana kukuoa. Hebu niambie yule mke
hisi vipi. Na mwanamke ni mtu wa kukumbuka kitu, sio kwamba anasahau. Wewe unaweza sahau maneno uliyosema, lakini mwanamke hasahau maneno uliyomwambia. Huwa anayakumbuka. Ndio maana wanashauriwa sana wazoee kumwambia mwanamke neno nakupenda. Mwanamke akiwaza kitu ambacho kinampa furaha, utamuona anatabasamu mwenyewe. Kabisa. Lakini kitu cha uchungu inaumiza, inampotezea pia ile imani. Alafu kuna baadhi ya maneno ambayo yanakuwa na uchungu zaidi. Mtu anahisi ni kana kwamba amedhalilishwa, ni mtu ambaye hana thamani. Yani ni mtu wa kuambia kwa mfano nilikosa mtu wa kukuoa, wewe hata una maana, sijui ni kwa nini nilikuoa na kadhalika. Hasa pia ikifikia labda mwanamke amejifungua. Kuna wanaume wanabadilika katika ile process. Kabisa. Badala ya kuwa na furaha kwamba amepata mtoto, ndio uzidi kuwa na ukaribu na yeye. Mke wake kumnunulia zawadi kwamba mke wangu umenizalia, asante, tutatunza mtoto. Inakuwa sasa amebadilika, anakuwa maisha ya ndoa. Dada Haifa, huku nje kuna watu wanaishi na maumivu. Si usiku, si mchana. Na wengine wanalia katika ndoa zao. Kuna wanaume wanalia na kuna wanawake wanalia. Kuna mwanamke hata anaweza simama mbele ya mume wake akamwambia, sasa hata wakisema wanaume wasimame, wewe unaweza ukasimama kweli? Wewe ni mume. Hai. Mtihani wa mwaka huo. Najuta kuolewa na wewe. Unasikia anasema najuta kuolewa na wewe. Ni ile tu nililazimishwa au na kadhalika. Haya si maneno ambayo unaweza ukamzungumzia mwenzo wako. Hata kama ndo umpendi. Hata kama umekasirika vipi. Ingawaje maisha ya ndoa lazima kuwe na malumbano. Lakini inahitajika kila mmoja aweze kuchunga mazungumzo yake. Yale mazungumzo yasije yakamuudhi mwenzake au yakamsababishia madhara ya muda mrefu. Unajua kuna baadhi ya kauli ambazo mtu akitoa inakuwa inamdhuru, inamuingia mtu, anakuwa kila mara anapofikiria anahisi ni kana kwamba yeye ni mtu ambaye hafai. Kwa hivyo kitu cha muhimu zaidi, tuepukane na kauli ambayo sio nzuri. Tujaribu kuweza kulete kauli iliyo nzuri ambayo inalete furaha kwa nyumba na wanandoa. Kumbuka maisha ya Bibi Fatuma na Imam Ali. Kuna hadithi moja ya Imam Ali alayhi salam. Anasema akimzungumzia Bibi Fatuma maisha ambayo wameishi. Ingawaje hao walifika katika daraja ya juu ya maisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahifadhi. Ingawaje tuna darsa ambayo inafaa tujifunze kutoka kwao. Kwamba wakati ambapo wewe mume umemuoa mke, ujue ya kwamba haujaoa mtumwa, hauna mtumwa pale. Ni ushirikiano wa maisha. Kwa hivyo anahitaji ushauri kama vile wewe pia unahitaji ushauri kutoka kwake. Anahitaji furaha, kutabasamu vile ambavyo wewe unatamani kufanya nini? Kutabasamu. Na haya ni maisha ambayo Imam Ali alayhi salam na Bibi Fatuma waliishi, ambayo yalikuwa ni maisha mazuri. Kwanza ni maisha ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni maisha ambayo hata mtume wa Mwenyezi Mungu aliweza kuyafanya. Hata wenyewe wawili, Ali na Bibi Fatuma. Sikia kauli ya Imam Ali, anasema nini kumuhusu mke wake. Alafu na wewe mume ujiulize kauli gani unamwambia mke wako. Na wewe mke pia jiulize ni kauli gani unamwambia mume wako. Imam Ali alayhi salam anasema wallahi ma aghdabtuha, wallahi si kumuudhi. Yani Bibi Fatuma hakuudhika alipokuwa na Imam Ali. Wala akrahtuha ala amrin hatta qabadahu Allahu azza wa jalla, na si kuweza kumlazimisha katika jambo mpaka Mwenyezi Mungu alipomchukua.
Imamu Ali anasema mimi sijamfanyia hivyo mke wangu mpaka kile kipindi chote cha uhai wake. Naye anasema wala aghdhabatni. Imamu Ali anasema na yeye Bibi Fatima hakuwahi kuniudhi. Wala aswat li amran, na wala hakuwahi kuniasi amri. Mara nyingi unaweza kuta kuna vile vitu ambavyo vinachangia mume kukasirika na mume kujutia. Kwanza ni kuasi amri yake. Akikwambia fanya hivi, we unafanya yako. Kwa hivyo hasira pale inapanda. Naona sasa mimi nina mke ama nilioa nini? Unajua kuna watu wako namna hiyo. Mtu anasema tu we nilioa nini? No. Yani anajutia katika ile ndoa. Lakini anasema Imamu Ali wala aswat li amran. Yani Bibi Fatima hakuwahi kuasi amri ya nani? Ya mumewe. Na hili pia ni sababu nzuri Sheikh, sababu gani? Naam. Ni miongoni mwa majukumu ya mke kwa mume. Naam. Kumtii mume wake. Kabisa. Hiyo ni wajibu. Ni wajibu. Haina cha lakini, haina mjadala. Ni wajibu. Ni wajibu kumsikiza na kumtii. Wakati sasa hilo ndio kitu kigumu ambacho jamii ya sasa hii inaona ugumu kufanya. Kabisa. Kumtii mume. Kwa sababu ndio umeangalia, ndio ujaambiwa kwamba kuna vitu mwanamke hajalazimishwa kufanya. Ndio. Lakini mume akikwambia naomba unifanyie kitu fulani, ni wajibu wako kutii ile kabisa. Unajua sasa hivi kuna baadhi ya wanawake, yeye wakati mwingine anaweza kuwa anatoa amri, lakini anaweza sema anaomba ruhusa. Mume wangu mimi natoka kidogo. Huko si kuomba ruhusa. Unamweleza, umwambia tayari ushafanya maamuzi. Ninatoka kidogo na nitachelewa. Kwa hivyo hapa mume hana ushauri. Hana, kwa sababu ushajiamulia. Lakini mke mwema ni yule, mume wangu nilikuwa naomba kama ninaweza kwenda mahala fulani, utaniruhusu? Ndio. Unajua mume hata yeye mwenyewe anahisi kweli huyu mke anajua thamani yangu. Ndio. Na yule mke anajua mimi ninajua thamani ya mume wangu. Alafu sasa amekubali ule uongozi wangu kwamba mimi ni kiongozi wake. Kabisa. Lakini unakuta wanawake wengine siku hizi kuna simu hizi. Ametoka mume wangu nimetoka kidogo. Haujaomba ruhusa. Sasa Imamu Ali anasema Bibi Fatima hakuwahi kuasi amri yake. Kana na kwamba Bibi Fatima baba yake ni mtu mkubwa sana, ambaye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini huyu mwanadada alishuka chini na akamsikiza nani? Mumewe. Unajua kuna wengine wanaoa mabibi ambao kidogo maisha kwao yako juu. Sasa yule mume ndio anasema anakuwa ni mume bwege pale kwa nyumba. Yaani yeye tu ndiye mwenye kutoa amri. Mume wangu nimekwambia mara kadhaa ufanye hivi. Mume wangu ninakwambia mimi natoka au nisikii na kadhalika. Yeye ni kutoa amri. Kwa hivyo yule mume anakuwa hana thamani. Kwa nini? Kwa sababu ya cheo cha baba ya huyu mke. Ndio sababu ya kukandamizwa. Bibi Fatima baba yake alikuwa mtume, alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni rais wa nchi, alikuwa ni kiongozi wa kiroho. Lakini Bibi Fatima aliweza kuhifadhi utu wake na akaweza kulinda heshima yake na akaweza kuhifadhi utu wa mume wake na heshima ya mume wake. Mashaallah, shukran sana Sheikh. Acha tukwamie hapa. Hii naona ni nzuri sana maelezo yake. Inshallah tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Yusuf ndani ya studio zetu za Mahdi TV anakujuza mengi, kukufahamisha mengi. Wewe kama mwanandoa ama wewe kama kijana unayetaka kuingia katika ndoa, wewe kama mwanamke unaitaka ndoa, ni jukumu lako kufahamu ni yapi katika ndoa ambayo yatasawazisha ndoa yenu. Ima kukirihisha ndoa yenu, kufanya mkayaona ni mafupi, au kuyaona ni mfano wa peponi na ujue hujafika peponi. Sasa insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mpumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Bustani la Ndoa. Alhamdulillah, Sheikh anazidi
kutuwasilishia mambo mengi. Ni furaha iliyoje kuwa na mtu ambaye atakujuza mengi ambao wewe huyafahamu kuhusiana na ndoa. Huenda wengi wakakwambia kwamba kuna kungu ya kufunza katika ndoa, lakini kuna mawaidha ya ndoa ambayo wengi wetu hawapewi. Haswa watoto wa kiume hawapewi sana mawaidha ndoa. Na upande wa watoto wa kike pia mawaidha wanapewa, lakini kuhusiana na masuala ya chumbani utakuta hawapewi mawaidha mengine kuhusiana na dini inasemaje kuhusiana na masuala ya ndoa. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, tukirudi kwa Sheikh tutaweza kufahamu ni yapi mengi ambayo ametuandalia. Karibu tena Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asante. Tukiendelea na mada yetu, nafikiria nilikuwa nimeanza hadithi ya Imam Ali alayhi salam akimsifia, au tunaweza sema ni Imam Ali anasifia nyumba yake vile ilivyokuwa nyumba nzuri. Tulifika katika riwaya ambayo anasema wala aghadhabatni wala aswat li amra. Yani Bibi Fatima hakuwahi kumuudhi Ali. Na Bibi Fatima hakuwahi kuasi amri ya mume wake. Na hili pia tunaliona tukiangalia malezi ambayo Bibi Khadija alivyomlea mwanawe, ama Bibi Khadija alivyokuwa na mtume pia ilikuwa hivyo hivyo. Naam. Bibi Khadija alikuwa hamuudhi mtume kabisa, mpaka mtume mwenyewe anasema sijawahi pata kama Khadija. Hakuna kama Bibi Khadija. Na ukiangalia ni mafunzo mema. Kuna wanaume pia wanajivunia. Kweli. Sijawahi pata mke kama mke wangu. Kweli. Na huyu tu ndio nitakaa na yeye. Kweli. Yani kile ambacho anapata. Ndio maana utakuta kuna mwingine ana hapana. Mimi sina haja niongeze mke. Kabisa. Huyu mimi Allah alonipa amenipa mwanamke ambaye sijawahi pata na sijawahi. Kabisa. Hata mwenyewe ukifikiria kwamba unataka kuongeza, unaona huyu mke wangu ananitosheleza kwa kila hali. Kiheshima, kitoa kumsikiza na kadhalika. Maana mwanamke anajua anataka nini. Kuna mwanamke lengo lake akiingia katika ndoa yake anataka kuipata pepo ya Allah. Kabisa. Na mwanamke anayejua thamani ya ndoa yake ama thamani ya ile ya kuitafuta pepo, anajua pepo iko chini ya nyayo za mume wangu. Kabisa, kabisa. Sasa hebu sikiza mbele. Nasema nini? Anasema wala kad kuntu andhuru ilaiha. Nilikuwa nikimtazama mke wangu Fatima. Mama Ali anasema wala kad kuntu andhuru ilaiha, nilikuwa nikimtazama fatankashifu anni alhumum wal ahzan. Yani nilikuwa nikimuona tu Bibi Fatima. Yani matatizo yote yalikuwa yanayeyuka na huzuni yote ilikuwa inatoweka na kuwa hauna huzuni. Wewe mume, nikuulize, unaishi vipi? Je, ukimtazama mke wako huzuni na kuondoka? Na sasa kama huzuni haikuondoki ni kwa sababu gani? Na wakati umeambiwa mke mwema ni ule unayemuona unatabasamu. Anatabasamu. Yani wanasema furaha ni kuona mke anatabasamu na pia mume anatabasamu. Ndoa ni kukuondolea huzuni. Ndoa ni kukuondolea uzito mahala ambapo umebanwa. Kwa hivyo katika yale maisha ya ndoa yanahitajika kauli iwe ni kauli nzuri. Mambo yawe ni mambo ya kufurahishana katika ile nyumba. Kuna hadithi moja ya al-Imam, hadithi hii inasema kutoka kwa al-Imam Jaafar Sadiq. Anasema mwanamke yoyote qalat li zawjiha, ambaye atamwambia mume wake ma raaitu qattu min wajhika khairan, sijaiona kitu kizuri katika uso wako. Yani sioni faida yako, sijaiona thamani yako. Unajua kuna wanawake wengine wanasema mimi niko na mume lakini mimi ni mjane. Yani ama anakuambia mimi ni mtu ambaye sijaolewa, ni kama nakaa tu mtu mwenye niko single. Mwanaume suruali tu. Yani maisha yani kila mtu akiangalia namna ambavyo hali ilivyo sasa hivi unakuta maisha yanakuwa ni mazito zaidi. Imamu Jaafar Sadiq anasema mwanamke yoyote atakayemwambia mume wake sijaona jambo lolote la kheri usoni mwako kamwe,
faqad habita amaluha, basi matendo yake yote yatakuwa yamefanya nini? Yamepotea. Yani mke, unajua kuna mke ambaye mume hata akifikiria kwenda kuingia kwake nyumbani anashikwa na ugonjwa wa moyo kwanza. No. Anaanza kufikiria naanzaje kubisha ule mlango, kubisha tu mlango. Ndiyo. Na kuna baadhi mambo mengine wanajifanyia kwa sababu hawataki kusikia yale mambo ya kuwaudhi kutoka kwa wake zao. Na pia wanawake, ingawaje wanasema pia wanawake wanayapitia kutoka kwa uume zao. Ndiyo. Na kauli ya kuudhi na baadhi ya mambo unakuta hata mwanamke anakuwa anakosa raha, anakuambia mimi nimekuoa tu nizalie. Nizalie, hata sijui ni kwa nini nimekuoa, hata sioni faida yako hapa kwa hii nyumba. Wewe ni mwanamke kweli? Kuna wanawake wazuri huko nje, sijui ni kwa nini nilijiweka kwako. Sasa unakuta yule mwanamke anaona hana thamani yoyote na nini. Na tokea hapo nyumba huwa inakuwa ni kana kwamba ni jahannam. Ndiyo. Sababu kila mmoja anamuona mwenzake, tulianza na kauli mbovu. Kwa hivyo kila mmoja anaona mwenzake ni kana kwamba ni adui mkubwa. Furaha hakuna. Ndiyo. Na hata baadhi ya nyumba hizi kauli zinakuja zinawaathiri mpaka watoto. Nakuta hata mume anasema wewe ni mjinga kama mama yako. Mtihani mkubwa. Ya Allah. Mume anaweza akasema haya maneno, watoto wanasikia na kadhalika. Ama mke akasema nyinyi tu ni kama baba yenu tu, na mambo kama haya. Yani inakuta zile kauli zinakuja zinaathiri mpaka wale watoto, zinaathiri mpaka majirani. Ndio utakuta tukiangalia malezi ya Bibi Fatima ama malezi ya Mtume Muhammad na Bibi Khadija kwa Bibi Fatima ndio ambao yamemkuza mpaka amekuwa vile. Kabisa. Hawakuwahi tumia maneno mabaya kwa mtoto wao. Kabisa. Ama katika ndoa yao. Na ukiangalia upande mwingine katika karne ya sahii ambao tulioko, mzazi ama wanandoa wanatumia kauli mbaya mbele ya mtoto. Kabisa. Ule mtoto akitimia ni siku yake amekuja kuoa, ataona ni jambo la kawaida kutumia yale maneno. Unajua tunaambiwa kwamba madrasa ya kwanza ya mtoto ni nyumbani. Ndiyo. Kwa hivyo ina maana ya kwamba walimu wa kwanza wa mtoto ni wazazi. Tena kwa kushirikiana wale wote. Usiseme kwamba mama yake ndo anashinda naye nyumbani sana. Wewe kama baba hauangalii progress ya ule mtoto. Kabisa. Ukiona mtoto ni mtoto wa matusi, angalia nyumbani wanaishi vipi. Angalia wale wazazi. Kweli. Utakuta zile tabia yule mtoto anafanya nini? Anaiga. Ndoa nyingi watu wanaishi kwa kuvumiliana. Na ndoa nyingi hazina furaha. Ndiyo. Kwa hivyo inamaanisha sisi tumetoka katika mipaka ya ndoa kabisa. Kweli. Sababu asili ya ndoa ni furaha. Ndiyo. Asili ya ndoa ni mapenzi. Ndiyo. Asili ya ndoa ni kushirikiana. Ndiyo. Asili ya ndoa ni kuwajali wengine. Ndiyo. Lakini hii mipaka yote tulishaivunja, hatuko kabisa. Kwa hivyo tumejenga ile ndoa zetu kwamba ni ndoa za kuchukiana. Kila mmoja anatamani mwenzake amuondoke. Hata mtu anapoondoka katika maisha, tuseme watu wametalikiana, yeah, wanasemeana maneno mabaya. Kabisa. Tena mambo ya aibu, mambo. Tumesahau ya kwamba katika ndoa kila mmoja ana upungufu wake. Yeah. Na tunahitaji kubebana katika ule upungufu. Ili tuweze kuyafikia yale malengo. Na bila subira katika ndoa kila mmoja hawezi kuyafikia malengo ambayo anakusudia. Na mara nyingi inatokea hali hii kwa sababu tumekosa subira, heshima imepotea, na pia kuweza kuchunga utu kumepotea katika maisha ya ndoa. Hata ile rahma inapotea.
hata ile rahma, mawadda wa rahma yote imepotea. Kuna baadhi ya wanaume, mke akisikia anakuja, mke anaanza kuwa na wasiwasi kwa sababu yale matusi ambayo atayapata, ama tu anaangalia ni kitu gani sijafanya vizuri katika nyumba, na unajua kitu kitu kimoja tu ishakuwa kesi ya mwaka mzima. Ama kwa bahati mbaya amezidisha chumvi kwenye chakula, kibahati mbaya au mafuta, sema hivi ndio vile unafundishwa kwenu? Subhanallah. Hivi ndio vile wazazi wenu walikufundisha? Sasa unaona baadhi ya mambo kama haya ni kauli ovyo, ni kauli ambayo haifai. Na ili hali inahitajika kuwa na subira na kuweza kuangalia kweli huyu huenda ameyafanya haya, pengine majukumu yamemlemea akasahau. Kwa hivyo inafaa na mimi nimuelewe. Nisiwe ninamchukulia kwamba yeye ni kila wakati anafanya makusudi. Yeye pia anachoka, si punda. Anachoka, akili pia inachoka. Kama vile akili yako wewe mume inachoka, pia elewa ya kwamba akili ya mke wako pia inachoka. Unajua kuna mwanamume ambaye uwaza, mimi nafanya kazi nje, sasa kirudi na matusi yote, kumwambia maneno mabaya huu kwa sababu gani? Amekaa nyumbani. Kukaa nyumbani kule hakuna jambo gumu kama kwa mwanamke, kama mwanamke ambaye analinda nyumba. Ni kabisa. Yeye ndo anaangalia watoto. Anafanya nini? Kila kitu anakesha kiwe sawa katika ile nyumba. Wewe ukirudi unasema mimi ndo natafuta pesa, mimi ndo nafanya kazi. Umechukulia ni kama ni favor unamfanyia yule mwanamke. Wakati ni jukumu lako. Kuna baadhi hata wanaume wakiingia kwa nyumba hata hawezi sema mke wangu mpendwa mmeshindaje? Au mume au mke akamwambia mume wake, mume wangu vipi kazi? Umeshindaje kazini? Yani kuna baadhi ya mambo unaweza kuyaona ni mepesi. Kuna hadithi ya Imam Jafari anasema mume akiambia mke wake nakupenda. Nakupenda mke wangu. Hili neno halitoki moyoni mwa yule mwanamke. Halitoki. Unajua mke anajihisi kwamba sasa ni yeye anapendwa. Na ndio ile darasa yetu yenye tulisoma wivu. Sasa akishajihisi kwamba amefika, ndio anaona hakuna mwingine aliyefika, hata huo muda wa kufikiria huo wivu atakuwa hana. Sasa anajua sasa yeye yuko juu. Kwa hivyo inahitajika katika maisha ya ndoa watu waweze kuyazungumza maneno. Hata kama umekasirika, jaribu kuangalia ni neno gani ambalo unataka kuchuja. Ni neno gani ambalo unataka kulitoa. Hili neno angalia, je, linaenda kumwathiri vipi yule ambaye ninampatia? Ikiwa tutapima haya, tutakuwa tunajua ya kwamba haya maneno yetu wakati mwingine yanakuwa na madhara makubwa na wakati mwingine yanakuwa na faida wakati mwingine. Kama ni yale maneno mazuri yanajenga nyumba. Kuna wanawake ambao wamedumisha heshima zao kwa sababu ya maneno tu. Ambayo maneno haya yanatoka kwa mume wake. Kweli. Mke wangu mpendwa, mke wangu leo umepika nini? Mume wangu leo sijatayarisha. Sawa, tunaweza katayarisha, au mke wangu usijali, naweza taendelea tu kutayarisha. Ama leo anakuambia basi usitie shaka mke wangu, acha leo tuende nikupeleke nje ukale kidogo, ukasikie baridi kidogo. Anahisi kweli napendwa, mume ananienzi. Sio kila siku hata mwanamke atoke jikoni kila siku useme siku moja basi tuende nikupeleke hata pale kioski kidogo. Akiingia umepika nini? Ndio natayarisha. Ulikuwa wapi huo muda wote? Kuna wengine hasa hasira zao ni vita. Kweli. Kuna wanawake wanapigwa na unakuta bado anavumilia katika hiyo maisha ya ndoa na bado anamheshimu mume wake, lakini yale ambayo anayapitia ni mazito. Ingawa pia hata siku hizi hata wanaume tunapigwa tena vizuri tu na wanawake, na pia tunapitia magumu pia. Ni ile tu ni kwa sababu pengine katika haya maisha kuna baadhi ya dhulma ambayo mtu anaweza akafanyiwa, hata kueleza inakuwa ni ngumu. Pande zote mbili. Kuna changamoto. Wananikumbusha kitu kimoja, ni kwamba mwanamume utaka sana aonekane jasiri. Sasa tuseme mwanamke kule nyumbani amemkunguta vizuri, akifika kwa wenzake vipi kwa bwana mimi ndio kila kitu. Mimi pale nyumbani ndio kuongea. Akifika ni yeye akitoka nje Simba, akirudi amenywea.
akiambiwa hefanya ashainuka ashaenda kulifanya. Sababu gani? Kumekosa kuwa na ile balance. Hakuna katika nyumba. Yaani imepotea ile heshima. Imepotea ile heshima. Na heshima ikishapotea basi kwisha. Na mume anaweza hata ingia kwa nyumba ni kana kwamba yeye sasa amemwona yule mwanamke ni adui yake, na yule mke anaona mume ni adui. Hata chakula kinacholetwa mezani ni kana kwamba analetewa mtumwa, analetewa mfungwa, analetewa mtu ambaye hafai. Ama hata mezani haifiki shekhe. Hata haifiki saa zingine. Anaomba kwenye jiko ulijui. Enda ukachukue jikoni, ama uende ukatayarishe, ama wewe unaingia unakuta ilishawekwa saa 8 na ni chakula cha jioni kimetayarishwa moja kwa moja, hataki kusumbuliwa na kadhalika. Naam. Maisha kama hayo unakuta ni maisha ya dhiki, hayafurahishi. Na asili yake unakuta ni hizi kauli bovu. Ndiyo. Tunahitaji subira. Na kile ambacho tunahitaji ni kuvumiliana. Na mvumilie mke wako kawaja na mapungufu yake. Mumeshirikiana, mumefunga ndoa ili kwanza mtambuane. Ndiyo. Mtambuane. Na hii kutambuana, na sasa kila mmoja aweze kufanya nini? Kubeba madhaifu ya mwenzake. Madhaifu ya mwenzake, na ndio unaambiwa siri za nyumba wanahifadhi wenye nyumba. Kweli. Zinapotoka nje, watu wa nje hawahifadhi siri. Kweli. Kazi yao ni kuzitangaza. Mtaa mzima utasikika. Utasikika. Oh, fulani huyu, fulani huyu, fulani na kadhalika. Kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anasema kuna yale mazito ambayo sisi tuko nayo majumbani mwetu, kwa wake zetu, kwa ume zetu. Lakini haya yote yanahitaji kuangalia kwa jicho la subira na kusubiri. Mtume anasema, man sabara ala su'i khulqi imraatihi, mwenye kuwa na subira ya tabia mbaya ya mke wake. Yani hahitaji kujibizana. Unajua wakati mwingine hasira huwa inapanda wakati wa kujibizana. Mume amerusha tusi, mke na wewe umerusha, mke umerusha naye mume amerusha, mwisho sasa mnaanza kurushiana mikono. Umeona, hakuna mmoja mwenye anakuwa na subira au mmoja mwenye kuvumilia. Mara nyingi tunaambiwa mke inafaa wakati mume wako amekuja juu, teremka. Wakati anazungumza mambo ya kuudhi wewe, hebu mnyoroshe kwa kuzungumza naye maneno mazuri, atarudi chini. Mtume anasema, man sabara ala su'i khulqi imraatihi, mwenye kusubiri, kuwa na subira kwa tabia mbaya za mke wake, a'atahu Allahu min al-ajri ma a'ata Ayyub ala balaihi, Mwenyezi Mungu atampa malipo huyu mume. Mwenyezi Mungu atampa malipo sawa sawa na yale malipo ambayo Mwenyezi Mungu alimpa Ayub katika balaa. Ni nani aliyekuwa na balaa? Angalia vile balaa aliyoipata Nabii Ayub. Sasa wewe ukiyapata yale, kile ambacho tunasoma hapa ni kwamba mambo yanapotokea, kwa mfano kauli ovyo kwa mke wako, kuwa na subira, pima yale maneno. Usiyarudishe moja kwa moja. Uwe na subira. Na wakati mwingine inaweza kuwa ni wakati wa hasira, zile hasira zitarudi chini. Mwenyezi Mungu atakulipa ujira wa Ayubu. Wa man sabara ala su'i khulqi zawjiha, na yule mwanamke ambaye anavumilia tabia mbaya za mume wake, a'ataha Allahu mithla thawabu Asiya. Angalia Asia vile alivyokuwa anavumilia mume wake ambaye ni Firaun. Sasa wewe mke pia ukamvumilia mume wako, unapata zile thawabu za Asia. Wewe mume unapomvumilia mke wako, unapata thawabu alizozipata nani? Ayubu. Sasa ikiwa sisi sote tunaanza kupigania hizi thawabu, nina hakika nyumba yetu itakuwa ni nyumba salama ya kila mmoja kuweza kukaa, na sio jahannam. Shukran sana Sheikh. Alhamdulillah kuweza kutujuza mengi, kumwelezea mpenzi mtazamaji ili swala zima la
kuwa na subra, kumaanisha subra ndio kila kitu katika ndoa. Na tuwe na kauli njema, wanandoa wawe na kauli njema. Inshallah Allah kujaze kheri, akupe nuri, ili tuzidi kuwa na wewe tena ndani ya kipindi hiki. Shukran sana. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai umefahamu mengi ambayo Sheikh ameelezea ndani ya hii awamu ya pili. Subra ni jambo muhimu. Kauli njema ndio kauli nzuri kwa wanandoa. Mkiwa na kauli yenye kufaana, basi mtakuwa waja wema, na tuige mienendo ya Mtume, tuige mienendo ya Bibi Khadija, Bibi Fatima Zahra, ya Imam Ali. Mpaka kufa kwake alikuwa anampenda sana Bibi Fatima Zahra. Kauli njema ambazo wewe utakuwa nazo kama mwanamke zitakufanya ufike mbali. Kauli njema ambazo wewe utakuwa nazo kama mwanamke zitafanya ile ndoa izidi kudumu. Na hakuna ambaye anataka talaka za hapa na pale, kwa sababu zimezidi zaidi. Na ni kwa sababu gani? Ya hulka zetu na ahlaki tumeacha kufuata ahlak za dini, tunafuata ahlak za dunia. Na dunia ni mapito. Tukumbuke kwamba kesho tunarudi kuwa mas'ul kwa Mola wetu. Tutaulizwa kila kitu tulichokuwa nacho, hata tuliofanya ndani ya ndoa zetu, tulivyokuza ndoa zetu ilikuwa ni vipi. Insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.